Kwa majina naitwa Rogatus Hussein Mativila, ni naibu katibu mkuu ninayeshughulikia miundombinu ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Dodoma. Leo tulikuja kutembelea moja ya miradi inayotekelezwa ya TACTIC katika miji na majiji jumla 45 nchini Tanzania. Mojawapo ni hapa Kahama, ambapo kuna mradi huu wa TACTIC unaoendelea chini ya mkandarasi kutoka China anayeitwa Sichuan Road and Bridge Group. Na tumekuja kutembelea kwa sababu mkandarasi huyu alitakiwa ameshakamilisha mradi huu siku 230 zilizopita huko. Ameongezewa siku 230 ili aweze kukamilisha mradi huu, ambapo tuliwahi kuja mwaka jana pia na kamati ya TAMISEMI na viongozi mbalimbali wameshatembelea. Maendeleo ya kazi kwa mkandarasi huyu yalikuwa sio ya kuridhisha. Ameongezewa muda mara nyingi ili aweze kukamilisha mradi huu, lakini mpaka sasa hajakamilisha. Na sisi tulikuja hapa kwa sababu yeye mwenyewe pia kwa upande wa wizara alikuwa amelalamika kwamba ameshafika mwisho, lakini anataka ongezewe muda. Aliomba ongezewe muda tena ili aendelee mbele. Sasa ndio tulikuja hapa tuone kwamba anaweza akaongezewa muda tena au haiwezekani, kwa sababu muda alioongezewa ni mwisho kesho tarehe 15, ambapo ameshakatwa zile fidia zinaitwa liquidated damages mpaka 100%. Kwa hiyo baada ya hapo huwa kuna process zingine zinafuatia kwamba labda sasa ni kuvunja mkataba. Kwa sisi tumekuja kwa sababu kesho ndio siku ya mwisho, ili tuone hata kinachoendelea na sisi, kutokana na ile alivyokuwa amesema kwamba anaomba aongezewe tena muda. Sasa tumeangalia na sisi tumeona kweli kazi bado iko nyuma, na kwa sababu bado iko nyuma, kesho ndio siku ya mwisho ya liquidated damages. Baada hapo huwa kunafuata process za kuterminate, na kwa sababu kuna employer mwajiri wa hapa ambaye ni mkurugenzi wa manispaa ya Kahama na pamoja na wataalamu wa kutoka TAMISEMI, timu yetu ya inayoshughulikia miradi nayo ambayo tunashirikiana na wenzetu wa Benki ya Dunia, basi wao baada ya kuona hii situation ilivyo, wataangalia kimikataba kama huyu mtu anastahili kuongezewa muda aendelee amalizie au hawezi. Kwa hiyo sisi tumekuja kuangalia, lakini mengine ya kitaalamu yataendelea ili tuhakikishe kwamba mradi huu sasa kuweza kuhudumia kusaidia wananchi kwa ama kuachana na huyu na kuja na mwingine, au kama kuna namna nyingine, lakini sasa hizo zinaenda kitaalamu. Lakini mkandarasi huyu tangu muda alioongezewa ni mwisho. Kazi aliyofanya mpaka sasa ni 60%, around 62, yani, lakini kwa kiasi kikubwa zile kazi muhimu hizi asilimia ni kazi ambazo kwa kweli mwananchi wa kawaida hawezi kuziona, kwa sababu lami ameweka kilomita 1 tu. Amejenga mifereji, lakini kwa hizo asilimia tunazosema, kwa sababu naangalia fedha, naangalia maudongo aliyofanya, lakini kazi ambayo kama unavyoona wananchi wanateseka hapa kupita, mavumbi yote haya amechimbua yeye, hazionekani. Yuko kwenye asilimia 62, na hata kazi ya lami ameweka kilomita 1, na hata malipo aliyolipwa ambayo ameshindwa kuyaraise kwa sababu anakuwa hakuna alichokifanya, amelipwa asilimia 20 tu ya malipo ambayo ambayo ya mkataba, asilimia 20 ya mkataba. Kwa hiyo sisi kubwa ilikuwa ni kuangalia progress baada ya malalamiko yake kwamba ongezewe muda, alafu tutafanya maamuzi ya kitaalamu. Tulikuwa na ziara kufanya tathmini ya utekelezaji wa mradi wa barabara ambazo unatekelezwa na kampuni ya Sichuan Bridge Corporation, ambapo hapo kwa wananchi wa Kahama wanaita ni kampuni kutoka China. Kwa hiyo tumeshafanya tathmini na kimsingi tuliangalia utekelezaji wa kazi ambazo ilipewa kwa kuanzia mwaka 2023 mpaka mwaka huu 2026. Ripoti tumeipokea na tumeona kazi ambazo zilifanyika na ambazo hazijafanyika. Kuna ucheleweshwaji mkubwa wa kazi hizi, na kimsingi kama mwajiri tunakwenda kuchukua hatua stahiki kitu gani ambacho tunaweza kufanya. Kwa hiyo kuanzia leo ndani ya siku 2 tutakuwa tumeshafanya maamuzi ya kina. Leo tunaenda kufanyia kupitia ripoti yake, kesho kutwa tunatoa maamuzi rasmi ya serikali nini ambacho sasa tunakwenda kufanya juu ya utekelezaji wa mradi kuhusiana na kampuni ambayo ilipewa kazi kuanzia mwaka 2023
ambacho kimsingi kazi hii itakiwa ishi tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2025. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.